Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi wanasema kwamba wana ushirika mkubwa na wenye maslahi na Iran. Wanasema kwamba kamwe hawawezi wakaiacha Iran ikapotezwa uongozi wake ama kufanyiwa namna yoyote ile, huku Urusi ipo inaangalia. Lakini pia Urusi inasaidia Iran, lakini kwa njia ambazo hawawezi kuzielezea. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov amesema kuwa kwanza, Iran ina haki kamili ya kujilinda na ameuita ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ushirikiano wa kimkakati wa Moscow na Tehran usioweza kuvunjika, na amezungumza hayo kupitia vyombo vya habari. Hata hivyo, waandishi wa habari walimuuliza kama Iran imeomba msaada wa kijeshi kutoka kwa Urusi, ambapo Ryabkov alisema kwamba Moscow imekuwa ikifanya kazi na Iran katika maeneo mengi na kamwe haitoweza kufichua ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa, hasa katika kipindi hiki cha vita baina ya Iran pamoja na Israel. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kutokana na kauli hiyo, kuna namna ambavyo Urusi inaisaidia Iran katika mapambano yake dhidi ya Israel. Ikumbukwe siku za mwanzo za vita hivi, moja kati ya maeneo ambayo Israel ilifanikiwa ni kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Lakini baada ya hapo mifumo hiyo iliendelea kufanya kazi, na hivyo kuna uwezekano mkubwa kama si Urusi ni Uchina ama Korea ya Kaskazini ambayo imefanya kazi katika kutengeneza mifumo hiyo ama kutoa msaada katika utengenezaji wa mifumo hiyo. Lakini pia moja kati ya jambo zito ambalo wengi wamelitazama ni juu ya kauli iliyotolewa na rais wa Urusi Vladimir Putin kumweleza rais wa Marekani kwamba ikiwa atafanya shambulizi dhidi ya Iran asithubutu kufanya shambulizi katika moja ya vinu vya nyuklia ambavyo vina zaidi ya wafanyakazi 200 raia wa Urusi. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani hakuthubutu kufanya shambulizi katika eneo hilo. Urusi ina idadi ya wafanyakazi wengi katika baadhi ya vinu vya nyuklia nchini Iran, lakini kutokana na kile ambacho kinaendelea, Urusi imesema haitoruhusu hilo kutokea katika nyakati hizi. Hata hivyo, Urusi kupitia rais Vladimir Putin ilieleza na kuweka wazi kwamba katika kipindi hiki Iran ina uwezo wa mapambano dhidi ya Israel na bado haijaomba msaada wowote kwa ajili ya mapambano dhidi ya taifa hilo. Kabla ya kuanza kwa vita hivi, Iran inadaiwa kwamba ilipata ndege za Su-35 pamoja na makombora mengine mazito ya kisasa zaidi, licha ya kwamba bado Iran haijaanza kutumia makombora hayo. Kadhalika iliwahi kupata makombora mengine pamoja na meli za kivita kutoka nchini Korea ya Kaskazini. Hata hivyo, China ni moja kati ya mataifa ambayo yameingia mkataba na Iran katika kuhakikisha inapata baadhi ya silaha, na zote hizo bado hazijaanza kutumika. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.